either among us or outside of us, who is burdened with a message which declares the people of God as numbered with Babylon, and claims that the loud cry is a call to come out of her. Loud cry inafanyika wakati gani? Na ni revelation ndio. Sasa anasema if anyone anasema comes up which declares that the people of God are numbered with Babylon and claims that the loud cry is a call to come out of her, you may know that he is not bearing the message of truth. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, page 42, paragraph ya kwanza inasema to claim that the Seventh-day Adventist Church is Babylon is to make the same claim as the Satan, who is an accuser of the brethren, who accuses them before God night and day. Hiyo ni ya pili, ya mwisho, ukurasa wa 53. Nasema hivi, paragraph ya kwanza pia. Those who are carrying this message of error, denouncing the church as Babylon, are neglecting their God-appointed work, are in opposition to organization, in opposition to the plain command of God spoken by Malachi in regard to bringing all sides into the treasury of God's house. Point ambayo na raise hapo ni kwamba they have a message of error. Wacha niongeze maneno mengine mawili na hapo maliza, alafu kama bado muda liko mchama tupee mtu. Sijui kama wazi hili linakuja katika discussion hii. Kama Seventh-day Adventist itakuwa ni Babeli, basi Seventh-day Adventist unajua reform movement. Maana amezaliwa na nani? Jambo lingine ni kwamba alisoma quotation ya they will not return. Ilikuwa kitabu gani? Wale walio break away they will not return. Chairman, nauliza kupitia kwa TM1. Amekataa kuwa mgonjwa. Unasikia vile ninavyosema they will not return. Return where? Mahali walitoka. The truth. Soma tena vizuri. Soma tena vizuri. They will not return. Kwa hivyo hawawezi return back to where the truth was. Ziko dakika 7, hizo ziko dakika 2. It will be found that those who bear false message will not have a high sense of honor and integrity. They will deceive the people and mix up with their error the testimony of the word, and use a name to give influence to their work. Sehemu ya chini huko anasema kwamba to claim that the Seventh-day Adventist Church is Babylon is to make the same claim as Satan. By this misuse of the testimonies, souls are placed in perplexity because they cannot understand the relation of the testimony to such a position as is taken by those in error. Katika sehemu hii tutakuja kuona unataka kuchanganya testimony
na upotofu ili ipate hadhi, ndio kazi ambayo hii watu wanafanya. Unaona, si standard ndio yake ndio hapa. Inasema kwamba kuna watu wengine ni sawa na ile kitabu cha Juda anasema ole wao kwa sababu wanaenda katika njia ya kai. Kwa hivyo kuna truth, kuna wengine pia. Unaposoma hapa anasema, anaambia standard na kwamba sio wewe peke yako ambaye shetani ametokea kwa hii neno, kuna wengi ambao watatoka. Kwa hivyo tunapofikia hii neno ya kwamba sisi hatupendi ndugu, inatukumbusha kwamba kumbe iliandikwa. Anachukua hapa anasema kuna onyo ambaye Ellen White alitoa kwa kanisa, anachukua hizo maonyo na kusema kwamba tunaona kanisa linakataliwa. Inaandikwa hapa. Asante. Haya, mimi kama mwenyekiti, kuna swali ambayo imeulizwa na kuna vile nimesikia pande hii imetoa maneno, na ninataka pande ya pili ijibu vizuri, kwa sababu na mimi nimesikia kitabu ambacho unatumia ni ya Ellen White na kimetumika ni ya Ellen White, na amesema ya kwamba mtu ambaye anasema kanisa la Seventh Day Adventist ni Babeli ako ni makosa, na ambaye anasema namna hiyo atakuwa akifanya kazi ya Ibilisi. Sisi kama ndio nimeisikia ikisema hii maneno ili iweze kuingia kwa mtu kama mimi na mwingine ambaye anafanana kama mimi ambaye ako katika kikao hiki. Andiko ambaye limetolewa pale na mwenye kuuliza swali amesema ya kwamba yule ambaye alikuwa na nguo safi inaonekana iko na madoadoa. Maandiko haya mawili na ni nabii mmoja. Inatakikana kuna mtu ambaye anaitumia vibaya kulingana na mimi vile naelewa. Na ili nijue kama ni pande ama ni pande hii. Wewe ambaye umesema ya kwamba inakuwa Babeli. Una msingi gani kwa hizo vitabu ya kwamba hautakuwa ukifanya kazi ya shetani kama vile limesema kwako? Dakika zako ni dakika 3. Thank you. Asante. Tunataka kuanzia kwa kufanya ile kitabu ieleweke vizuri. Na kitabu nianze hapo, nasoma statement fupi sana, the use of testimonies. The use of testimonies. Nasoma Selected Message Book 1. Inasema time and place to be considered. That's the use of testimonies. Inasema regarding the testimonies, nothing is ignored. We are not ignoring what was written there. Nothing is ignored. Nothing is cast aside. Atuweki kado, atizo, atupuzi hizo. But time and place must be considered. Nothing must be done untimely. You see, so time and place must be considered. When was the time of the writing of testimony ministers? Ukisoma kurasa za kwanza prefix, utapata ni decade between 1890 na 1900. Na hizo decades ndizo zilifuata 2 years after 1888 message. Na kitabu hiki ndicho kinazungumzia juu ya 1888 message. Nani alikataa, nani alikubali? Na wakati kama huo nimesoma statements zingine hapa zinazosema ya kwamba that was the beginning of the light of Revelation 18. That was the beginning of the loud cry of the third age. So anapo quote ya kwamba nyinyi mnasema kanisa limekuwa Babeli, wakati hata linaletewa ujumbe kama huu, linamwagiwa mvua kama hii, linapewa ujumbe wa loud cry. Kweli hata sisi hatusemi tulikuwa na makanisa mawili kingine. Lakini rudi page 32 ya hicho kitabu. Ni nani alikuwa anaandikiwa na kulikuwa na shida gani? Na hiyo shida ndio tuna address saa hii ama ilikuwa addressed by them. PM 32. PM 32. Santon. And by those associated with him in the work he has been doing. So condemn hii si ya kukodem wale ambao tunaongea saa hii. Ilikuwa ina condemn brother S na his associates. Kwa nini? Kwa hiyo walikuwa wanaita SDA Babylon na haikuwa na kiwango hicho. Lakini nikasema
Kwa sasa nirudi kwa ile statement ya kwapi. Sasa ndio tuone ni gani inapiga ingine. Ni sisi hatuelewi ile na hatuelewi hii ingine. Hii ya kusema how has the university become a harlot iliandikwa lini? Sasa aida ile ulisema nani alisema ati 980 iliandikwa 1890, si ukweli. Angalia 80 ile inasema how has the university become a harlot, tuangalie ni 80 250, tuangalie kitabu hicho kiliandikwa lini. 80 kabla hujasoma. Yes. Hiyo ninakubalia utasoma. Yes. Lakini dakika zako zimekwisha. Nataka nikuongezee dakika zingine 3. Yes. Na hizi dakika 3 nataka usitumie vizuri. Yes. Kwa sababu kuna swali ambayo ilikuwa imeulizwa ndani ya jibu. Kwa hivyo nao usisahau ya kwamba umezaliwa wapi. Kama umezaliwa kwa Babeli, wewe ni mtoto wa Babeli. Kwa hivyo nani usisahau. Kwa hivyo dakika zako 3 hata ukiendelea kusoma andiko lenye unasoma, uendelee kukumbuka hiyo jibu dakika zingine 3. So 80 nataka usome the times of 80. 80 ni alini inayosema faith society, how has the faith society become a harlot. Utaangalia the information about the book hata nataka sorry, times of volume 8 inasema volume 8 was published to meet crisis, the greatest crisis which the Seventh-day Adventist Church has ever faced. Nasema the urgency of the matter is evident in the book, in that the book came from the press in March 1904, 15 months after volume 7. Kwa hivyo ni ya 1904. Na anasema how has the business become hard. Lakini ukimwangalia 1890s, ni wani mtu alikuwa amepeana page 265. Nilikuwa nimesoma TN 265. Hapo alikuwa amesema if the church joins the world, it will become a cage of every exodus. Kwa hivyo it was to become by then. Wakati hicho kitabu kikiandikwa, it was not yet, but 1900 anasema how has it become. Kwa hivyo mimi nimejibu hiyo. Nikijibu hilo lingine liliulizwa ndani yake na ndugu huyu wa Eldoret, ya kwamba huyu Dota, kwa sababu analinganisha na lugha ya Ufunuo 17, Babeli mkuu, mama wa makahaba, kwa sababu ya Catholic na Protestanti. Lakini hapa kuna tofauti. Kanisa la Mungu kila wakati remnants are not the children of that other. Remnants, masalio wanaosimamisha amri wakati wengine wameziweka chini, hao ndio hata ndio mama, hao ndio kanisa. Hao wengine wa kiasi wameasi na wameenda kule wameenda, lakini kanisa limebaki. Ndipo inasema likionekana kama likianguka, lakini halikuanguka. Na nimepeana mfano mzuri kasema sababu 1888 mpaka 1914 controversy hizo zimeandikwa katika hicho kitabu zilikuwepo. Lakini 1914 wakati test ya amri 10 ilipokuja, wengi walioenda ndani waliacha imani, waliasi imani kwa kuvuja amri ya 4 na ya 6. Lakini wachache walioshikilia walisimama, na mpaka leo hii ndio sababu uko na nafasi ya kusikia hivyo. Maana dakika ni kama zimekatika. Dakika zingine. Hapana, mna nafasi. Yao ni kwenda inaenda kukucha. Yao inaenda kukucha kabisa. Daktari ni vizuri ili uweke sasa kwa meza mtu ajichagulie. Sasa kuna kitu moja unajua pade ya kwako ilienda changamoto kwa yale ambayo hili analiita remnant kwa sababu limetoka kwa Rosemary, limebaki kutoka sasa limebaki kia mwalimu kwamba ukimita Seventh-day Adventist. Unajua mimi nimesema nina challenge sana na majibu yake, maana hata hiyo umejibu umetumia au kutoa chochote justify kwamba hii imetoka kama remnant. Maana kama nabii alioneshwa kwamba itatoka, angesema itatoka. Na especially wakati anakufa miaka miwili baada ya hii ambayo unasema. Unajua ninaomba pia kwamba chairman kwamba pia achangie kutueleza ukimpa muda hii how was it formed. Maana Seventh-day Adventist iko clear kabisa
ni Mungu alizungumza. Akasema mpee jina hili. Ni muhimu tuambiwe pia hii ilifomiwa na akina nani, mwaka gani, ilifomiwaje. Nabii alikuwa nani? Maana alitueleza vizuri. Kama kuna movement inataka kutoka, nabii anatuma. Atueleze na nabii. Na basi nabii tupate aliandika wapi alichoambiwa na Roho. Ili tunaambiwa test every spirit. Test hiyo nabii. Sasa naona hiyo pale ambao umekuwa anasema kwamba imekuaje mti ambaye umekuwa mzuri ikakuwa kahaba. Anasema namna hiyo. Sasa hajasema tunaenda apendi ile kahaba. Yaani hajasema ni onyo kwa sababu ya machukizo ambayo ilikuwa ndani, ndio anataja kwa hiyo machafu ambayo ilikuwa. Lakini kwa yeye mwenyewe angesema kwamba ni Babylon ama ni Halo na still abaki hapo mpaka akufe. Si alikufa 1915 na hapo imeandika ilikuwa ni 1904, sio? Ilikuwa 1904. Sio ndio rafiki. Ile ndio ingekuwa mtu ya kwanza kuanzisha 1904. Kwa sababu angebaki hapo angetaka kwa Halo kufanya nini? Angemungu kwenda. Kwa hiyo ila ambaye katika nimepanda mahali katika hii testimony nyingine sasa anasema wanachukua ile makosa ambaye inaonywa kanisa, wanachukua hiyo kwa exhibit ya kusema kwamba hii kanisa ndio unaona imedharauliwa. Nimejaribu kutafuta kwa hapa ninafikiri labda naweza pata. Sasa haijasema wewe ndio sema kwamba hii ni Halo na still akumba wao aliwezekana hiyo maneno. Sasa turudi hapa na pili pole. Turudi hapo pole. Na kwamba ile ndio ikiwa ile mbele kwa kuteleza hivi na tayari akawa ameita Halo sisi kwa hii maneno. Naona sasa hii vitabu ambayo inasema kwamba isikike kwa huyu. Hii haijaitify hii vitabu ingali mpaka leo kwa kitu cha kwanza tulifanya makosa jamaa. Tungeuliza kwamba hizi vitabu mnaamini 100% ama mnaamini vipi? Ingine imefanya na ile ambayo bado ngani. Kwa sababu wakati tunaposoma mwenyekiti, wakati tunaposoma anasema ilikuwa ni mwaka fulani hiyo ile subject mbaya. Naona sasa ile hiyo makosa tungeuliza ni gani ndio tunakuwa. Unaona? Lakini sisi kama serikali asili tunaelewa kutafuta ile inazungumza mpaka leo. Kama vile Biblia inavyosema naye inasema mpaka leo. Si kwamba wakati fulani inasema if you read the fact ST number 1901. Okay? The church has failed, sadly failed, to meet the expectations of her Redeemer. And yet the Lord does not withdraw himself from the people. He bears with them still, not because of any goodness found in them, but that his name may not be dishonored, because the elements of truth and righteousness, that the satanic agency may not triumph in the destruction of God's people. He has gone along with their waywardness and belief and folly. With wonderful forbearance and compassion, he has disciplined them. If they will heed his instructions, he sends away their perverse sinners. The good is still one body. Nataka kusema hivi. Mungu nakumbuka Moses. Wakati wa Moses. Moses alikuta wana wa Israeli wamefanya nini? Wameasi kabisa. Na Mungu akafanya nini? Alikuwa ameambia Moses, was testing Moses his position. Right to them. Yes, alikuwa anasema hivi. Alikuwa anasema I'm going to destroy these people I made out of you. Ni kweli. Lakini Moses akawaambia hapana. Mungu, you must repent of this evil that you want to do to your people. Kwa maana ukiwaharibu wale watu all the nations, the Americans, the whatever, hawa mataifa yote ambao wameona utukufu wako kutoka Egypt all the way to Canaan, watasemaje? Watasema ulishinda kufanya nini? Kufikisha Kanaani ndio umefanya nini?